Na mimi ujumbe wangu kwa vijana ni kwamba ujana ni moshi wanavyosema Waswahili, unapita. Na kijana utakuta dini yetu imemwelekea zaidi kumpa hamasisho la kufanya mema, kwa sababu nguvu alionao kijana sio alionao mzee. Kuna mengi labda tungehitaji kuyafanya leo sisi kama wazee, lakini kulingana na umri na afya zetu hairuhusu tena. Lakini kijana bado ana chance. Na ndio Uislamu akasema mtu wa pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema atakayekuwa chini ya kivuli siku ya kiyama, siku ya joto kali, ni kijana atakaoishi maisha ya ibada. Kwa hivyo hii ni fursa kwa vijana, kwa sababu ujana wako utaulizwa siku ya kiyama umeutumia vipi. Kuna maswali ya angalia, kuna mambo manne ataulizwa mwanadamu. Moja, umri wake, lakini la pili akasisitiza tena sio umri kila mtu ataulizwa, uliishi miaka 50 ulitumia vipi. Lakini kuna swali la pili Mtume akasema ujana wako. Ina maana katika ujana ni kama kusema katika mali una mali, lakini katika mali uko na dhahabu na lulu. Yani ndani ya mali una mali. Ujana ni umri, na umri wa ujana una kheri kuliko umri wa uzee. Kwa hivyo ni fursa kubwa kijana aitumie fursa kama hii. Nashukuru katika JAI wapo vijana, lakini sio wengi kama wazee, kwa sababu ya ulimwengu ulivyowapeleka vijana umewadanganya. Unawambia kijana ni wazimu, kijana sijui ni mtu teenager, yani ni umri uliomilikiwa kwenye chombo. Hapana, Qur'ani imemfanya kijana ndiye kiumbe bora ulimwenguni.